Na shukran sana Linda kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba viongozi wa vuguvugu la Linda Wananchi ama Mwananchi wamefanya mikutano ya hadhara katika kaunti ya Machakos ambapo wameikosoa serikali kuhusu mpango wa kituo cha wagonjwa wa Ebola humu nchini pamoja na kuashiria uwezekano wa kurejea kwa maandamano kupinga mswada wa fedha. Viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wakizungumza katika kanisa la AIC Chanda katika kaunti ya Machakos wameashiria uwezekano wa kurejea kwa maandamano ya vijana wa Gen Z Jumanne, wakieleza hatua hiyo itashinikiza wananchi kupinga mswada wa fedha wa mwaka huu wa kifedha 2026-2027 na ujenzi wa kituo cha wagonjwa wa Ebola humu nchini. Uwezi leta Ebola kwa hii nchi, maanake mwananchi ni muhimu, na ndio tunalinda mwananchi na tunasema Ebola haitakanyanga Kenya. Kwa hivyo tumekubaliana na wale wa Kenya wamesema tutaandamana mpaka Ebola ipelekwe kwingine. Wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo na mbunge wa Embakasi ya Mashariki Babu Owino wameisuta serikali vikali kwa kukubali kujengwa kwa kituo cha wagonjwa wa Ebola cha raia wa Marekani nchini, wakitaja hatua hiyo kama kupiga mnada afya ya Wakenya. Marekani wenyewe wanasema tunajua wale watu wako na hiyo ugonjwa wa Ebola ni watu wetu. They are American citizens. But they are not being allowed back into their own country because the American people need to be protected from Ebola. Then there is this character somewhere mwenye akipewa 1.7 billion shillings anasema leta hiyo watu. Saa hizi venye watu wanateseka, yeye mwenyewe bado anakuambia ya kwamba lazima hiyo is not enough, lazima bado import Ebola. Anasema wananchi lazima sasa wamalizwe. Venye mpo mshasha. Alafu tena unaambiwa Ebola iletwe. Haya yanajiri wakati serikali inapozidi kupokea pingamizi kuhusiana na mpango wa kituo cha wagonjwa wa Ebola humu nchini, ambacho wengi wameeleza kitatia Wakenya katika hatari ya maambukizi. Mike Kagwango, TV47, Nairobi.